Jamii za Wagabra na Waborana ambazo zimekuwa zikishuhudia uhasama kwa muda sasa zimeanzisha mchakato wa kuweka amani ya kudumu na kuzuia machafuko kuenea zaidi. Mkutano huo unafuatia makubaliano yaliyoshuhudiwa eneo la Dukana, kaunti ya Marsabit. Clement Masombo alikuwa eneo la Turbi ambapo mkutano huo ulifanyika na kuandaa taarifa hii. Siku chache baada ya makabiliano ya kivita kati ya jamii za Wagabra na Waborana katika eneo la Dukana, kaunti ya Marsabit kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia, wadau kutoka jamii hizo mbili wamefanya vikao vya kudumisha amani kama njia moja ya kuzuia kuenea kwa uhasama huo. Mkutano wa kuweka mikakati ya kudumisha amani uliofanikishwa na shirika la Pasida kwa ushirikiano na shirika la SND ulifanyika eneo la Turbi na kuleta pamoja wazee wa jamii hizo mbili waliokubaliana kukaa kwa uwiano. Kama hakuna salama, hakuna mtu utaishi, hakuna mtu utakula, kila siku natoroka. Lakini sisi hapana, taka tumekataa hiyo. Gabra na Borana ni ndugu moja. Kulingana na wakazi wa Marsabit, kila kunapokuwa na machafuko kati ya jamii hizo mbili, kina mama na watoto ndio huathirika zaidi, huku wengi wakilazimika kukatiza masomo. Ikiwa Gabra na Borana kwa kila upande wa kora wanaweza chukua nafasi, ingine apige Gabra hapa ama ingine Gabra apige huko, ndio sasa waharibu ile amani iliyoko kati yetu na Borana. Hata baka msomo, hata shule imekuwa shida kwa sababu watoto hawezi soma, watoto ya Walda watoto sehemu ya Borana hawezi soma sehemu ya Gabra hawezi soma sehemu ya Borana kwa sababu ya vita. Wadau wengine katika eneo hili wanasema kuwa machafuko hayo pia huathiri pakubwa utoaji wa huduma kwa wakazi, huku mashirika ya kutoa misaada pia yakilazimika kusitisha shughuli. Ila kutokana na vikao kama hivi, wanaimani kuwa mkondo wa mambo utabadilika. So kumekuwa na shida huko upande ya Dukana, Forole, Dukana in particular, ambayo imehusisha jamii ya Borana na Gabra ambao wanaishi Ethiopia na Kenya. So to avoid spillover of this, we ensure that these communities who are enjoying peace will also escalate the same peace to their fellows who are in Dilo and Kenya, in Dukana. And this series of meetings has been done so far. After the last incidents, 2 meetings has been done on cross-border between Kenya and Ethiopian government. And we have encouraged our people. We have encouraged our community. We have no other choice. We must embrace peace. Clement Masombo, KTN, County ya Marsabit.